sasa utaingia mbinguni. Usikinge roho kwa neno la Mungu, usipotee milele. Njia ni nyembamba na mlango ndogo, ujitahidishe kuingia humo. Ukubali leo wokovu wa Mungu ili ufike mbinguni. Ukubali leo wokovu wa Mungu ili ufike mbinguni. Hallelujah. Tusikae. Kila mwiko na Biblia yake ifungue. Whoever got the Bible, please open your Bible while you're still standing up. Kama uko na Biblia usimame. Kama huna usimame. If you have a Bible, please stand up. If you don't have a Bible, you may stand up as well. Mnivumilie msichoke. Tusome katika kitabu cha Mathayo sura 6. When I read in the book of Matthew 6, mstari wake wa 9. Matthew 6:9. Tutamalizia kwa mstari wa 13. 9 to 13. Tutasoma sote pamoja. We're going to read all together. Whoever got the Bible. Hallelujah. Na Kiingereza usome lugha yako. If you have an English Bible, read in English. Kama uko na Kirundi usome Mkirundi. If you have a Kirundi Bible, read in Kirundi. Hallelujah. Amen. Tasoma 1, 2, 3. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Tukae. You may be seated. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mimi sikuambia kwamba msome tu ya kusoma. I did not tell you that to read the Bible just for reading. Niliwaomba msome pamoja na mimi iwe maombi. I ask you to read it with me so that it can be a prayer. Na zaidi ya kuwa maombi tuitafakari. More than that, we have to think about it. Sababu mara nyingine tunasema vitu vyenye akili zetu haziko pale. Because sometimes we are talking about something which our mind is not even focused on those things. Lakini hii kitu, but these things, haya maombi, this prayer, lazima uyaombe na unafikiria. Is a must for you to pray it and you think about it. Sababu ni maombi ambayo ilitoka kwa kinywa cha Yesu Kristo. Because it's a prayer coming from Jesus Christ himself. Na kama watoto wa Mungu lazima tufuate njia ya Yesu Kristo. As children of God, we have to follow Jesus Christ's ways. Hallelujah. Amen. Wangapi wako hapa? How many people are you here with me? Me. Amen. Amen. Wangapi wanaamini kama watapokea kitu leo? How many believe that today they will receive something? Hallelujah. Amen. Na wewe mwenye hauamini, and you don't believe, najua imani inakuja kwa kusikia. I know that the faith comes by listening. Hallelujah. Amen. Na nikusikia neno la Mungu. And to listen the word of God. Kama tu uko hapa, if only you hear, lazima utapokea kitu. Must you gonna receive? Ninaamini ile kitu. I believe that. Amen. Amen. Mimi tunasoma hii maombi ya Yesu Kristo kwa wanafunzi wake. While we are reading this preaching of Jesus Christ to his mimi napenda kuemphasize sana kwa mstari wa 12. I really need to emphasize verse 12.
inasema, which it says, utusamehe deni zetu forgive our debts, kama sisi tunavyowasamehe walio as we wadeni also wetu. have forgiven our debtors. Hallelujah. Amen. Hapa Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi wake, Here Jesus Christ was teaching his disciples, sababu walimuomba, because they asked him, wanamwambia, they told him, mwalimu, teacher, tufundishe kuomba. teach us how to pray. Amen. Amen. Tunaomba kila siku, We always pray every day, lakini hatujui kuomba. but we don't know how to pray. Lazima tufundishwe. We must be teaching. Na wanafunzi wa Yesu, And the disciples of Jesus, walikuwa na Yesu kwa miaka mitatu they tayari, were with Jesus 3 years ago, lakini walikuwa angali na upungufu but they were still having the lack of knowledge katika kuomba. of praying. Hapa wakamwambia, And here they told him, mwalimu, tufundishe kuomba. teacher, teach us how to pray. Na Yesu alikuwa majibu yake ilikuwa ya kashi. And Jesus Christ, his answers was direct. Haikulazima aambie kesho ama saa It nyingine. wasn't need for him to just think about, okay, I'll tell you tomorrow. No. He was straight away telling Basi them, mnaposali, whenever you are praying, semeni hivi. say this. Amen. Amen. Hii maombi ni semina mkubwa sana ya wiki mbili. This preaching is for a big seminar, even for 2 weeks. Lakini mimi nitagusia tu kwa mafupi sana kwa mstari wa 12. But I only touch for the short, just the verse 12. Utusamehe deni zetu, Forgive our debts, sawa sawa na vile tunavyowasamehe wadeni as wetu. same as we forgive those who debt us. Hakuambia mkwenda sema utusamehe kidogo kushinda kitu We did tunasamehe. not tell them that, yes, forgive them just a little, as we normally do. Hakuambia utusamehe sana He kushinda did kitu not tell them tunasamehe. that forgive us a lot, more than whatever you always forgive others. Lakini utusamehe sawa sawa. But forgive us is equally. Mungu atusamehe sana. God forgive us on it. Utusamehe sawa sawa na jinsi sisi tunasamehe waliotukosea. Forgive us on the same level as we forgive others. Ukishuka kwa mstari wa 14, If you go further on the 14th verse, kwa maana msipowasamehe watu makosa yao, because if you don't forgive people their sins, Baba yenu wa mbinguni naye hata your Father in heaven will never forgive you too. Hallelujah. Amen. Kama hawezi samehe mwenzako makosa yake, If you can never forgive a friend or someone his sins, usijichokeshe bure kama Mungu atakusamehe. do not even waste your time that God is going to forgive you too. Sababu watu walifanya matematiki. Because people who did maths at school, Unajua signe d'égalité. you know the equality sign. Haiko kusema kwamba ni zaidi ama chini. It's not that you said it's more or above. Ni sawa sawa. It's equal. Amen. Amen. Na sasa ingine sasa unapima vitu, And whenever you are weighing something, unaweza shindwa kupima sawa sawa. it may be sometimes hard for you to weight them on the same level. Sababu sasa ingine utapisha magramu kidogo. Because sometimes you can go above a little grams, Au sasa moyo utapitisha mamililitri kidogo sana. or even the millimeter. Lakini hapa Yesu alikuwa anawafundisha, But here Jesus Christ was teaching them, utusamehe sawa sawa forgive us at the same level kama vile tunavyowasamehe waliotukosea. as we forgive those who sin against us. Hallelujah. Amen. Ukisoma kwa kitabu cha Mathayo ile If you read in the same book of Matthew, 18 mstari wa 22, 18:22, inasema hivi. he says this. Petro akauliza Yesu, Peter asked Jesus, Bwana, tuwasamehe waliotukosea mara ngapi? okay, it's Lord, how many times we have to forgive those who sin against us? Amen. Amen. Tuwasamehe waliotukosea mara 7. How many times do we have to forgive them? 7 times. Yesu hakumgoya amgoeshi. And Jesus did not take time, he did not waste his time. Alimwambia moja kwa moja. He goes straight away. Mimi sikwambie mara 7. I'm not telling you only 7 times. Amen. Amen. Lakini 7 mara 70. But 7 times 70. Na haiko kwa mwaka moja. And it's not only for 1 year. Haiko kwa mwezi moja. It's not only for 1 month. Haiko kwa wiki moja. It's not only for 1 week. Lakini kwa siku moja. For 1 day. Amen. 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 From 6 to 6. Kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 12 ya jioni. Sitakwambia kama
Sasa ushalala nako mtu atakukosea. I'm not going to tell you that if you are sleeping, someone can mistreat you there. Amen. Amen. Lakini ile saa yenye uko macho, But whenever you still awake, mpaka sio nalala, until when you go to bed or you sleep, mtu akikosea akikosea mwa hii mchana yote, if somebody just sin against you during all this day, umsamehe saa zote za kirudia. forgive him all the time when he came to you. Amen. Amen. Sababu Mungu akikuletea rapport, Because if God just brought a report to you, kila mmoja uko North Bank anayua gisi kila après 3 mois anafataka statement ya everybody who use a bank always receive his statement after 3 months. anayua gisi alitumia franka zake, And that shows you how you use your money. na kama walikuiba utajua haiko. And if some people steal money from you, you know yourself that you didn't use that Na money. Mungu naye akikuletea statement ya makosa yako, And if God brought a statement of your sins, of your issues, sio unaweza kuchika macho. I think you can even hide your eyes. Amen. Amen. Utashindwa hata kumwangalia. You'll be even unable to look at him. Na ndio maana hapa, That's why here, Yesu alijua, Jesus knew. anajua kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, He knows that a human being is na a sinner. anafanya dhambi kila And he muda. always sin all the time. Kama hukukosa kwa maneno, If you did not sin using your words, kama hukukosa kwa mawazo, if you not sin using your knowledge, utakosa kwa matendo. you're gonna sin in action. Saa ingine unakosa watu hawakuone. Sometimes you just really sin, people that see Saa you. ingine unakosa watu wanakuona. Sometimes you sin and people see you. Saa ingine unamkosea Mungu tu. Sometimes you just sin against God only. Saa ingine unamkosea mwenzako mwanadamu. Sometimes you sin against your human being. Na lazima kama mtoto wa Mungu ambaye umeokoka, In a must, as a servant of God who've been saved, ama binadamu yeyote ambaye unakuwa na akili timamu, or human being who got knowledge, lazima ujue kuomba msamaha. in the must you have to know how to ask for forgiveness. Hallelujah. Hallelujah. Sababu ukienda kwa mwenzako kumwomba msamaha, Because if you go to someone to ask for forgiveness, unatengeneza kitu kikubwa you are maishani. repairing a lot of stuff in your life. Na usiwaze kama ukienda kuomba msamaha, I don't think that if you go to ask for forgiveness, unamsaidia ule ndugu yako. you are helping that person. Au msaidie. No, you don't help him Amen. or her. Unisikilize hapa vizuri. Listen to me carefully here. Ukienda kuomba msamaha, If you go to ask for forgiveness, hausaidii ule mwenda kuomba you msamaha, are not helping the person you are going to ask for forgiveness, lakini unajisaidia but mwenyewe. you are helping yourself. Wangapi wananielewa? How many people really get what I'm saying? Narudilia kusudi tuelewane. I'll come back again so that we can understand. Ukikamata hatua kutoka nyumbani kwako, If you took a step from your home, unaenda kwa jirani, you go to your neighbor, unaenda kwa ndugu, you go to your friend kumwomba msamaha, to ask for forgiveness sababu alikukosea, yeye alikukosea, because he sinned against you. usiwaze unamsaidia. Do not think that you are helping him. Unajisaidia wewe mwenyewe You are helping kwanza, yourself first, na tena nayo unamsaidia. and then him, you are helping him secondly. Amen. Amen. Ni sababu ya nini? Why that? Kama huwezi kumsamehe jirani yako, If you can never forgive your neighbor, unapanda vidonda ndani ya moyo wako. you are putting some wounds in your heart. Amen. Uko na vidonda viko naota ndani yako. The wounds are just grown up inside you. Na zaidi uko napata vidonda, And while you still growing up the wounds, the more uko naongeza, the more you are adding and adding and adding more, nyuma wewe utapata makonsekansi. at the end you'll be the one who gonna get the consequence. Kama utapata makonsekansi za kiroho, If it's not gonna be consequence spiritually, utapata makonsekansi za kimwili. there will be physically. Amen. Kwanza tuanze na konsekansi za kiroho. Let us start with the spiritual consequences. Sababu zaidi unaweka makosa ya mtu mwingine ndani ya moyo wako, Because the more you are keeping the sin of your neighbor or your friend in your heart, uko napanda chuki. you are building up a hurt in your heart. Chuki
kitaanza kuota ndani yako. The hurt will start growing up inside you. Kila siku ukimwona, Every time when you see him or her, hautaona vitu viwili. you're not going to see two things. Hata kama anavaa ya kutisha sana, Even he's very smart looking. hautaona mambo yake. You're not going to look at his clothes. Hautaona kisa alichanua nywele yake. You're not going to look at how he Hautaona viatu. dress. You're not going to look at his shoes. Hawezi ona ni baya alishonesha. You never see what clothes he putting on. Koti yake hata ikiweko na mwanga Maybe dhahabu because the utaona. jacket which is really beautiful, you will never see that. Utaona ile kosa alikufanyia. You will see the thing which he sinned against you. Amen. Amen. Kesho akifanya ingine, And tomorrow if he do another thing, zitakuwa mbili. it's going to be two. Kesho yake akifanya ingine, And after tomorrow if he do another thing, it will be adding on na three. chuki iko naongezeka. And the hurt is going to Na continue to mwisho go. wa chuki ni kuua. And at the end of the hurt is to kill. Amen. Amen. Na tunajua amri ya 5 inasema usiue. And we know the commandment, the number 5 of the commandment of God is that do not kill. Amen. Amen. Kwa nini tutasamehe? Why shall we forgive? Tunasamehe kwa kumpendeza Mungu. We are forgiven to please God. Amen. Amen. Tunasamehe kwa kumpendeza Mungu sababu ni commandement ya Mungu. We are forgiven to please God because it is His commandment. Amen. Amen. Tunasamehe tena ni kwa sababu na sisi tulisamehewa. We forgive because others as well have been forgiven. Amen. Kama tunakusanyika hapa sisi wote, If we are gathering here together, ni sababu kila mtu iko na confidence mwenyewe kama amesamehewa na Mungu. it's because everybody got confidence inside and said, yes, I've been forgiven by God. Amen. Amen. Na ukiuliza wangapi wanapenda kwenda mbinguni sababu wamesamehewa, And if you ask how many people need to go to heaven because they've been forgiven, itaona 100% ya mikono it yote. will be 100% of everybody here. Amen. Amen. Tunasamehe tena, lazima tusamehe sababu It's a must to forgive because kwa kupumzisha emosio zetu. to cool down our emotions. Amen. Amen. Na ukisoma kwa Mwanzo sura 4 mstari wa 1 hadi wa 8 anasema. And if you read in the book of Genesis 4, start from 1 it say, to 8, it tells you Na ile ya kwanza about nilisema cooling down. tunasamehe kwa kuheshimu Mungu. And the one we forgive because of respecting God. Ni inaandikwa kwa Mathayo sura 6 mstari wa 14 na 15. And in the book of Matthew 6, 14, 15. Na Warumi 12 mstari wa 18. And also in book of Romans 12. Na tunasamehe kwa sababu na sisi tulisamehewa, imeandikwa kwa Efeso 4:32. And we forgive because of being forgiven. It's in the book of Ephesians 4:32. Na ile nilisema mwanzo kwamba tunasamehe kwa kuogopa tusikuje kuua. And I said we forgive for that because we are afraid of being killed or killing. Ni kwa Waebrania sura 12 mstari wa 14. It's from the book of Hebrews 12, 14, 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hapa kuna shida. So there is a problem here. Watu wengi sana, so many people, haiziomba msamaha. they never ask for forgiveness. Yana anafikiria kwamba akiomba msamaha, the only thing that if they ask for forgiveness, they just reduce their power. Anaangalia pengine iko mkubwa. They just look at maybe they are older on age. Ama pengine iko na heshima mkominote. Maybe the community respect him. Ama pengine iko na heshima kanisani. Or maybe he got respected by the church. Ama iko na kasha yake ya kuonekana. Or he got his own money, he's a millionaire. Na anaangalia mwenye alimkosea au mwenye alikosea. And he look as a person who really mistreated him. Ni wa chini sana. He's very low class person. Anasema hata mimi simwombe msamaha. I said, no, even though I don't ask him or her forgiveness, it doesn't tell me anything. Lakini usisahau kwamba, but do not forget that mtasimama mkaanza na mara nyingi nampenda mchungaji Steve anasema tuombe sala ya baba yetu ndiye mbinguni. Most of the time I like Pastor Steve whenever he said let us pray the prayer of God. Akisema hivi sema tunasimama tunaomba. When he said that we always stand up and pray. Na kwa huu mstari wa 12. And from this number 12. Biblia inasema kwamba utusamehe sawa sawa. Which is said forgive us at the same level as
tunavyowasamehe wengine. As we forgive those who sin against Unasahau us, jana ulishindwa kumsamehe mtu. we always forget that yesterday it Uliangalia hard for us to haiko forgive someone. yako. Pengine umesoma And you look sana. at this person is not your level. Maybe he's not even studying more than you. Lakini mbele ya Mungu hakuna mwenye kusoma sana. But in front of God there is nobody who is Hakuna knowledgeable. mwenye yuko na franka sana mbele ya There is Mungu. nobody who is rich in front of God. Hakuna mwenye anayoa vala mbele ya Mungu. There is no smart person in front of God. Sababu kama unayoa vala sana usisahau kwamba hii ni matope. Because if you know how to wear, how to put clothes, you're very smart. Do not forget that this is going to pass. This body. Usisahau kwamba kuna sehemu moja inaandikwa katika Biblia watu wengine walikuwa na pesa sana lakini waliziacha. Do not forget that other people got rich. They was very rich, but they always died. Na wengine waliposta wanasema roho yangu pumzike sasa utaanza And damu. others are boosting themselves. They say, "Oh my heart, be proud now. Cool down, now you can eat." Lakini ile jioni Mungu akamwambia nataka ile roho But yako. the same night, God told him, "I need your heart." Sasa kama unafariki na uko na shida na So wenzako, if you are dying today and you have a problem with others, utaenda wapi? where are you gonna go? Umetumikia muda mrefu sana. You work for God for longer. Ulifanya huduma kanisani kwa muda mrefu You sana. did jobs and work in the church of God. Labda ulijisumbua ulikosa programu zako za muhimu kwa ajili ya kanisa. Maybe you didn't even go to your program because of the church. Lakini ule moyo wa kusamehe wewe huna. But that heart of forgiveness, you don't have it. Mlikosana na mtu tangu Afrika. You messed up with someone from Africa, but Ulikuja naye hapa mko na shida. you came with him or her here, you have difficulties. Na mpaka na sasa huwezi kumsamehe. Until now, you never forgive him or her. Uko namwambia Mungu ndio atatuachanisha kama na wewe. And you start judging and say, "Okay, it's only God who will separate me and Siwezi you. kusamehe mpaka mbele ya This problem I will never forgive you until in front of God." So the question is, to whom God you talking about? mbele ya Mungu hakutaingia kichafu. In front of God there is no dirtiest. Na njia kwenda mbinguni ni nyembamba. And the way to go to heaven is really narrow. Utakuja na mizigo akapita mwili. Nobody will come with a burden Kama and unakuwa na mizigo yako come ya that way. kutokusamehe wenzio, If you come with your burden of not forgiving, ni nyuma ya lupango. it's outside of the gate. Your way. Amen. Amen. Mlioana, You'll be married. pengine mlikosana msiansae, Maybe in the period of fiance, you did really mistreat each other. na labda kwa moyo wa msamaha tu kasema basi tushapendana muda mrefu sana. And maybe because of that heart of forgiveness, you said, "Oh, okay, we love each other already. Let's do it anyway. Au ndaolewa naye tu vile. But I'll get married to him only like that." Mlikosana mkombanaka msamaha. You mistreated each other. You did not even ask for forgiveness. Mpaka na leo mko pamoja. Until today, you still live together. Lakini ile kosa ya mfiansae na mshaolewasha. That mistake of the fiancé period, you still, until now, you even have grandchildren, but you still have it in your heart. Unashindwa kumsamehe And mwenzio. you really hard for you to forgive. Kuna mbingu utaenda. There is no heaven you're gonna go. Where about? Which heaven are you gonna go? Ni atate yako. Amen. Amen. Mungu akubariki Papa Serafina. Amen. Ile mbingu yuko na waziri utaenda huko. That heaven you think you are going to Haiko yangu. is not for me. Useme pengine nilikunywa maji ya baridi kwako na I say maybe kurudia. I drank a cold water to your house, I'll forgive you. Au useme labda huyu ni mtoto wa rafiki yangu. Or maybe this is a child of my friend. Najua atakuwa pale kumlango atanihurumia. And I know that he will be there on the card and he's gonna forgive me. Amen. Amen. Wewe ukumbuke kama na mie tutaendaka tutakuwa shimote ala kelele. But remember that you and me will be on a queue together. Mungu atusamehe sana. May God have mercy on Kama us. huwezi kumsamehe mwenzio, If you can never forgive your friend or your neighbor, usifikirie kwamba hata kama kosa lilikawia muda mrefu you sana, know that even the sin has been long ulishindwa time. kuliungama, And it's so hard for you ulishindwa to repent. kulitengeneza na It's mwenzio, so hard for you to repent. It ulishindwa kutubu mbele za Mungu. was hard for you to repent. Unafikiria kwamba japokuwa limefanya miaka 100 And you think maybe because it took 100 years, iko mbele yako it's still in front na of mbele ya you. kiti cha enzi, And in front of the throne, Mungu atakuonesha. God will show you. Unakumbuka hii siku? Do you remember this day? Amen. Amen. Lakini muda ni bado. But you still have time. Maombi haya Yesu alifundisha wanafunzi wake. This prayer which Jesus teaches Isiwe sawa slogan. it's not be like just a song or a slogan to you.
lakini iwe kitu cha kutafakari. Let it be something we have to think about. Watoto wa Mungu, Children of God, lazima tufikirie. we have to think. Kama tunakuja hapa kanisani, If we come here in church, sio kwamba tunakuja kupoteza wakati. it's not because we are coming to waste our Tunakosa time. kwa kuenda weekend. We did not have the place where Au leo to Jumamosi sababu hakuna makazi. and because today is Sunday, there is no work. Na wengine wanatumika leo Sunday. And other people work on Sundays, Lakini walikosa kwenda kule kwa but they makazi. did not go to work on Sunday. Wanakuja pengine kwa appointment hapa. They came to the other appointments here, maybe. Lakini But kama watumishi wa Mungu tunajua kwamba tukisimama hapa as a servant of God, we know that if we are standing up na here tunakusanyika na watoto wa Mungu hivi, and we are gathering with children of God, like tunajua kwamba this, tumekuja mbele za Mungu we know that we are coming in front of God kwa kutimiza wajibu wetu, to fulfill our desire, our responsibility, kwa kumpendeza Mungu. to please our God. Sababu katika kitabu cha wa Tesaloniki Because in the book of Thessalonians sura 6 inasema 6, he says, usikose kukusanyika na wengine kama do ilivyo not desturi. miss to gather with others as usual. Amen. Amen. Lakini kama tunakusanyika na hatusameheani, But if we are gathering here together and we don't forgive each other, ni bora tungeenda kwa business ingine. it's better we should go in other business instead of coming to church. Amen. Amen. Babu, nyumba za mingi unakutana zinajengea kuchuki. So many couples, you find them, they build on hate. Walikorogana hawawezi kusameheana. They mistrust each other, they will never forgive each other. Upande Bwana Yesu asifiwe. This side here, praise the Lord. Wangapi wako hapa kwa upande huu? How many people are you here? Kama tunaona mnafanya kelele ni sawa, hamko hapa. If you see that you are talking, you are shouting, you are talking because we can see that you are not here with us. Amen. Amen. Watu wengi nilikuwa nasema wanajenga manyumba, wanaishi ndani ya mafuaye zao. So many people, as I said, they live together in their couples, families, Lakini kuko mashida kidogo kidogo. but they still have problems. Na ukimwambia mwenzio msamehe mwenzako, And if you tell him or her, please forgive your friend or your au girlfriend, mwenzio anakuambia unisamehe, or he come to you and say, please forgive me. anakuambia no, it's okay, it's okay. Ni sawa tu, ni sawa. Amen. Amen. The it's okay, it's not our culture. It's not coming from our. Ni sawa tu. Haiko mila yetu. Haitokee kwetu hiyo kitu. It's not coming from us, that thing. Amen. Amen. Kuna mzee mmoja nampendaka huyu mzee. There is this Haisi guy. kuambia sorry, uniambie tu sorry, no? He never agree with sorry. This man here, Seraphim. Papa Seraphim haitaki. Ukimwambia ulifanya makosa na mwambia Papa Seraphim sorry. No. If you did some mistake and you come to me and ask for sorry, I'll tell you no. I can't sorry you. Mimi nasikia ile kitu it's something very easy. Because sorry is something easy. Everybody can say sorry. Biblia hapa inatuambia The Bible here tells us katika kitabu cha Zaburi in the book of Psalm, Psalm 38 inasema I Psalm told you my sin. 38:18 and I am sorry for them. it says, I told you my sins and I am sorry for them. Amen. Amen. Lazima useme kwanza dhambi yako. It's a must, it's a better for you to first to confess Utambue your sin. kwamba ulifanya dhambi. Haiko mtu ndio kwanza. To discover first that you did sin. Nobody gonna come and tell you yeah, you sin. Amen. Amen. Nisikwambie ulinikosea ndio kwa mimi nakuakiza kama upiga ukubali. I'm not gonna tell you that you really mistreat me because you're not gonna be like a false accusation. Amen. Amen. Lakini ukiona kwamba kuna kitu hakiendeki, labda tulikuwa tunacheka na But wewe. if you see that Cheke na wewe. Niulize. we were laughing together and you see somehow I don't laugh again anymore with you, please Kuna nini jamaa? ask me what's going on. What's going on, brother? Anza basi hata kuniambia kama kuna shida kati yako na wewe, nisamehe. Start even telling me if there is a problem among me and you, or between me and you, please forgive me. Amen. Amen. Na hapa tutakuwa tunampendeza Mungu. And then we're going to please our God. Lakini wengine anaona hapo it's okay. But others they always look at easy things. It's okay. Lakini ukisema But if you say, nakubali nilikosa, I agree, yes, I did sin against, na naomba unisamehe, and I ask you to forgive me,
huyu mtu this person, hata kama yuko na moyo mgumu, even you go hard heart, atakusamehe. he will forgive you. Amen. Amen. Hata kuambia no, it's okay. He's not gonna tell you that yes, it's That okay. behind it's okay, Because the things which is behind the it's okay word, hakuna msamaha. there is no forgiveness. Anakuonyesha tu kama anaelewa boy. He just told you that, oh yes, he understood it. Yes, no. Lakini But kusema kweli hakusamehe. truly he did not forgive you. Na kama amekusamehe, And if he forgive you, pengine hukamata ile kosa kwa yenye wewe unaiwazia. maybe he did not take that sin on the same level as you did. Mara nyingine anaweza kuambia it's okay. Sometimes, many times he can tell you, yes, it's fine, Na it's kweli okay. it's okay. And truly it's okay. Lakini kusudi uhakikishe kwamba umesamehewa, But for you to be sure that you've been forgiven, lazima ionyeshe kwa maneno na matendo. it's a must to show it in Kweli action nakusamehe. and word. Truly I forgive you. Amen. Amen. Na mimi nawaza And I think kusema sorry haina poa. to say sorry doesn't have a weight. It's not really a heavy stuff. If you can at least say please forgive me. Tafadhali, kama hata ungifikia muda kusema tafadhali unisamehe. Amen. Amen. Wasikia? Mungu akubariki papa Yemba. May God bless you. Amen. Amen. Ile unasikia kama inatoka ndani. That you can feel, you can really feel that it's coming from inside heart of someone. Sababu kwa makusudi mtu anaweza kukwala hapo na kusema sorry. Because you can just hate someone voluntarily, you just hate someone and then say, I'm sorry, man, sorry. Unaendelea hakuna And you continue. haujali. It doesn't care. Mimi kama na mwashie sikuwa najua Oh, my usamehe. brother, I'm sorry. Ahurumie. You didn't hate yourself. I'm sorry. Huyu mtu anaona kama hapakuwa makusudi. This person will see, yes, he wasn't really by a good need himself. Lakini wengine wanafanya makusudi. But other people, they just do it. Na anakukosea Voluntarily, he just mistreated you. na hata jali. And they don't really care. Sorry man. Sorry man. Sorry, man. And Iko busy hajali kama he's very busy. He doesn't even care that he did hurt you. Lakini hapa katika kitabu cha Zaburi But in the book of Psalm, inasema kwamba nilitambua dhambi yangu he said that I discover my sin. na nikasema unisamehe. And I said, forgive me. Na Mungu akamsamehe. And God forgave him. Hallelujah. Amen. Lazima mwenyewe ukutambue kwanza. You must first discover he found it himself. Msamaha ni kitu kikubwa sana cha maisha. Forgiveness is a great thing in our lives. Na kama hatungesamehewa, And if you can forgive, if you can be forgiven, kama hakuna mwenye iko hapa. it couldn't be anyone here at all. Amen. Amen. Sababu Biblia inasema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Because the Bible says we all sin and lack of holiness of God. Na wakati tulikuwa katika dhambi, And while we were in a sin, Mungu alikuwa amegeuza uso wake huko. God was turning his face. Hangetuangalia. He could not even look at us. Lakini alituonea huruma. But he had mercy on us. Akatusamehe He forgave us. kwa damu ya Yesu. By Jesus Christ's Ndio maana blood. tunasimama leo. That's why we are standing Tunaweza up here. kutangaza neno la Mungu. We are starting preaching the word of Tunaweza God. kuimba. We start singing. Tunaweza kuomba. We start praying. Tunakuwa na tumaini kwamba tunakuwa watoto We wa have Mungu. felt that we are children of God now. Sababu tumesamehewa. Because we have been forgiven. Hallelujah. Hallelujah. Na kama hujasamehewa, And if you are not forgiven yet, na dhamiri yako inakwambia kwamba mimi sijasamehewa. your really conscience tell you that I Kuna am dhambi not fulani forgiven ulifanyaka yet. zamani. There was one sin which you had Na pengine long time ago. uliona ni kwamba ni dhambi ya aibu. And maybe you saw that, oh, it was a shameless one. Ukashindwa kuiomba msamaha. And you failed to ask for forgiveness about it. Muda uko bado. You still have time for it. Amen. Amen. Kama watu wanashindwa kukusamehe, If people they found hard to forgive you, Mungu anaweza kukusamehe. God may forgive Na you. Mungu akikusamehe, And if God forgive hakuna you, mtu atakulaumu. nobody will curse you anymore. Hallelujah. Amen. Lakini hapa kuna neno. But here there is a word. Kama ulimkosea mtu If you really mistreat someone, na yule mtu mnaonanaka, and that person you always see each other, Mungu atakusamehe kwa haraka sana na kwa nguvu God will forgive you quickly kama unamwona yule mtu. if you see that person Tunza nafsi yake, and repair his heart umwambie akusamehe. and tell him, please forgive me. Amen. Amen. Na Mungu atakusamehe. And God will forgive you quickly.
Lakini kama ukikamata kwamba ni kawaida. But if you take it as a normal usual, you just neglect it. Unasema hesabu miaka 10 ilipita. And you say, oh, this sin from 10 years ago. Even someone who never forget. Even someone who never forget. He always forgets it. Kuko watu wengine, there is other people, mioyo yao, their hearts, inakuwa kama account ya benki. They always be like a bank account. Amen. Amen. Haizi shiba na franka. You will never be full of money in a bank account. Mpaka utaendeza shifre yenye hauwezi kusabia. Until you reach to a number which you never even count yourself. Watu wengine wanaweka dhambi ya wengine. And people continue to keep the sin of makosa ya wengine na jaza mioyo yao. The stresses from others is full of their hearts. Ukimwambia unaonaka fulani ya hewa. And if you tell him, you look at that person, no, that's a very bad person. Hawezi sema kitu kizuri. You never say a good or positive way for you. Ni sababu because kila kosa haonaki vitu ya mzuri.